Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi siku hii ya maandamano kwa mfululizo pia wa taarifa zetu, tuweze kuhakikisha kwamba tunakuchorea taswira ama picha kamili ya kinachotokea, huku kukiweza kutarajiwa kwamba siku hii ya maandamano kutaweza kufanyika maandamano makali yatakayokuwa na nia ya kuweza kuwakumbuka baadhi ya ndugu pamoja na rafiki waliweza kupotea ama waliweza kufa katika maandamano ya tarehe 29 mwaka jana, kipindi cha uchaguzi mkuu uliofanyika nchini Tanzania. Msikilizaji, kuna taarifa ambayo imeweza kuachiliwa na jeshi la polisi ambayo imesema kwamba kuna viashiria vya watu wachache ambao wameonekana kama wanataka kuvuruga amani kwa kisingizio cha kufanya maandamano, na maandamano hayo polisi wameyatamka kwamba hayajafuata utaratibu wa kisheria na kiusalama, na huku watu ambao wanahusika na uhamasishaji wa vurugu hizo wameweza kukamatwa na uchunguzi unaendeleshwa, huku hatua za kisheria zikichukuliwa dhidi yao. Yaani ni taarifa ya polisi tu wameweza kuzungumza kuweza kuchora picha halisi ya kinachoendelea, huku wakiweza kusema kwamba kuna watu wachache ambao wameweza kuonekana kutoka, na wamesema kwamba kuna viashiria vya watu hawa kuleta vurugu kwa kisingizio cha kufanya maandamano, lakini pia wametaja maandamano hayo kama yasiyofuata taratibu za kisheria na kiusalama, huku baadhi ya watu wanaohusika na uhamasishaji na vurugu wakikamatwa na hatua za kisheria zikiendelea kuchukuliwa dhidi yao. Hebu nikusomee taarifa hii msikilizaji kama inavyosomwa, kisha tuingie kwenye mjadala zaidi kupata kuelewa kinachotokea hapa ni kipi. Inasema hivi: Jeshi la polisi Tanzania limebaini viashiria vya watu wachache wanaotaka kuvuruga amani kwa kisingizio cha kufanya maandamano yasiyofuata taratibu za kisheria na kiusalama, huku baadhi ya watu wanaohusika na uhamasishaji wa vurugu wakikamatwa na uchunguzi ukiendelea ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Hali halisi msikilizaji ya kinachotokea pale, na taarifa hii bila shaka inaendelea kusoma hivi. David Masime ambaye ni DCP amesema kwamba kupitia kwa ufuatiliaji wa mitandao ya kijamii na klabu za majadiliano, polisi wameweza kubaini mipango ya watu hao inayolenga kuua baadhi ya viongozi na wananchi, kwamba watu hawa ambao polisi wamewataja kwamba wameona kwamba wana viashiria vya kuleta vurugu, wana nia ya kuwaua baadhi ya viongozi na wananchi, kuchoma moto shule ili kusababisha taharuki kwa wazazi na walezi, lakini pia kufanya uharibifu na uporaji wa mali za umma na binafsi, na kushambulia askari na vyombo vya ulinzi na usalama kwa lengo la kupora silaha. Msikilizaji, ni taarifa hii ya polisi ninayokusomea iliyotolewa na huyu DCP ambaye ni David Masime, akisema kwamba wameweza kuona watu wachache ama jeshi la polisi limebaini viashiria vya watu wachache wanaotaka kuvuruga amani, lakini watu hao pia kutokana na ufuatiliaji wa matukio ya kimtandao na kijamii na mitandao ya kijamii na klabu za majadiliano, polisi wanasema kwamba wamebaini kwamba watu hawa wanataka kuua baadhi ya viongozi na wananchi, huku wakiendelesha kuchomwa moto shule mbalimbali ili kusababisha taharuki kwa wazazi na walezi.
kufanya uharibifu na uporaji wa mali za umma na binafsi, na kushambulia askari na vyombo vya ulinzi na usalama kwa lengo la kupora mali na silaha. Taarifa hii inaendelea kusema hivi: sasa kutokana na hilo, jeshi la polisi limetoa onyo kali kwa mtu yeyote au kikundi chochote kisidhubutu kushiriki katika uhalifu huo, likisisitiza kuwa hatua kali zitakazochukuliwa kwa mujibu wa sheria. Polisi wamewahakikishia wananchi kuwa ulinzi umeimarishwa nchi nzima kuelekea mida hii ya maandamano, na kwamba waweze kuendelesha shughuli za maonyesho ya 50 biashara ya kimataifa kufanyika na iweze kufanyika kwa amani. Msikilizaji, hii ni taarifa ya polisi ambayo imeweza kuachiliwa, wakiweza kusema kwamba wameweza kubaini kwamba kuna kikundi ambacho kinataka kuleta vurugu kwa kutumia kisingizio cha kufanya maandamano ya amani, lakini pia wameweza kusema kwamba wameweza kuwakamata baadhi ya watu ambao wameendelesha ama wamekuwa ni wahamasishaji wa vurugu, ambao wanahisi kwamba wanayaita maendeleo yaweze yani maandamano kufanyika. Kwa hivyo wanahakikisha kwamba watu kama hao wamekamatwa, lakini kilichokamata macho yangu ni kwamba polisi wanasema kwamba baadhi ya watu hawa ambao wameweza kuonekana, ambao wameweza kuwataja kama watu ambao wana viashiria vya kutaka kuleta vurugu na uvunjivu wa amani, wana lengo la kuua baadhi ya viongozi nchini Tanzania na wananchi. Lakini pia taarifa hii imesisitiza kwamba wanataka kuchoma moto shule ili kusababisha taharuki kwa wazazi na walezi, lakini pia kufanya uharibifu na uporaji wa mali za umma na binafsi, na kushambulia askari na vyombo vya ulinzi na usalama kwa lengo la kupora silaha. Kwa hiyo nafikiria msikilizaji, kwa picha kamili, polisi wanajadili baadhi ya waandamanaji walioweza kutokea, lakini sasa taarifa hizi wanazosema kwamba wamezikusanya kwenye mtandao kwamba watu hawa wana nia ya kuleta vurugu na wana nia ya kuwaua baadhi ya viongozi, wananchi, kuchoma mashule kwa haja ya kuleta taharuki kwa wazazi pamoja na walezi wa wanafunzi, ni kitu ambacho hatujaelewa kwamba kimetokea sehemu gani, lakini kulingana na ripoti ya polisi wanasema kwamba taarifa hiyo wameipata kupitia kwa mitandao ya kijamii na klabu za majadiliano. Wameweza kupata kuelewa kwamba baadhi ya watu hawa waliotokea kufanya maandamano wana viashiria vya kuleta vurugu ili wawaue baadhi ya viongozi. Kutokana na ripoti ya polisi, wawaue baadhi ya polisi na wananchi, lakini pia wafanikishe kuchoma shule ili kuleta taharuki kwa wazazi. Msikilizaji, unahisi kwamba kuna ukweli wowote kwenye taarifa hii ya polisi, ama ni katika hali tu ya kuweza kusambaza woga, kuweza kuhakikisha kwamba wananchi hawajatokea katika kushiriki kikamilifu maandamano haya ya siku hii ya Sabasaba, ama ni kama njia moja ya kuhakikisha kwamba kumesambazika woga, watu wasiweze kutokea siku hii ya maandamano? Hebu achia maoni yako kwenye comment section, lakini pia endelea kutufuatilia katika mtandao kuweza kuhakikisha kwamba kila wakati tunapoweka ama kupakia video zetu kwenye kituo hichi unakuwa ni wa kwanza kuzipata na kupata kutaarifika.